Mashariki ya Kati imechafuka, ndivyo ambavyo unaweza kusema kwa hivi sasa ukiliongelea eneo hilo katika kipindi cha wiki moja ya mashambuli ambayo yameshuhudiwa na kuifanya dunia nzima itazame na kujiuliza kulikoni na nini kinaendelea. Hali hii imejitokeza baada ya Marekani na mshirika wake Israel kufanya mashambulizi katika taifa la Iran, ambayo nayo haijakaa kinyonge, imefanya mashambulizi mengine ya kujibu mapigo ikilenga hasa baadhi ya nchi katika eneo la ukanda wa Mashariki ya Kati, hususan katika maeneo ambayo kuna kambi za kijeshi za Marekani. Hapa tunaongelea Kuwait, Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Qatar na Oman, ambako Marekani ina maeneo yake na Iran inasema haijazishambulia nchi hizo ila imelenga kambi za jeshi za Marekani. Je, Mashariki ya Kati nini kinaendelea na kinatengeneza tafsiri ya namna gani katika dunia tuliyomo hivi sasa na taharuki inayoshuhudiwa? Hayo ndio ambayo tutayangalia leo hii katika mjadala huu, na hasa tukiangalia maeneo hayo. Lakini awali ya yote, kabla sijamtambulisha mgeni tulio naye, hebu tuiangalie Irani yenyewe ambayo inaonekana kuiumiza kichwa Marekani na Israel kiasi kwamba wanawatolea macho kila mara. Mwenzetu Faraja Samo kutoka chumba cha habari ametuandalia taarifa hii fupi kuhusu taifa la Iran. Iran, taifa kubwa kabisa lililopo Mashariki ya Kati. Hili ni moja ya mataifa makubwa ambayo yana ukubwa wa karibia kilomita za mraba 1,600,000. Hii ni karibia mara mbili ya taifa la Tanzania, yani Tanzania uizidishe mara mbili. Ukubwa huu unaendana pia na idadi ya watu. Watu katika taifa hili la Iran wanakadiriwa kufika zaidi ya watu milioni 90. Hii inakadiriwa kuwa ni kati ya mwaka 2025 na 2026, idadi hii ndio imefikiwa. Taifa hili linapakana na mataifa kama Afghanistan, Pakistan kwa upande wa mashariki, lakini kwa upande wa magharibi inapakana na nchi kama Iraq, lakini Uturuki pamoja na Azerbaijan. Haya ni baadhi ya mataifa ambayo yanaizunguka Iran. Nchi hii ina upekee mwingine wa kuongozwa na kiongozi mkuu tofauti na rais. Kiongozi mkuu ana mamlaka makubwa katika taifa la Iran, mamlaka ya kijeshi, mamlaka ya kuongoza, kufanya maamuzi ya kisera, lakini pia huyu ndiye anayetoa maamuzi ya nchi kuingia katika vita ama vinginevyo. Kiongozi huyu mkuu wa Iran ni kati ya viongozi waliopoteza maisha katika mapigano haya, lakini wapo viongozi wengine pia wakubwa katika ngazi za juu waliopoteza maisha, akiwemo huyu Ayatollah Ali Khamenei, ndio kiongozi mkuu wa Iran aliyepoteza maisha katika mapigano haya, lakini mkuu wa usalama wa taifa ambaye ni Ali Shamkhai naye amepoteza maisha. Mohammed Pakpo ambaye yeye ni mkuu wa majeshi, pamoja na Aziz Nasirdad ambaye ni waziri wa ulinzi, naye pia amepoteza maisha. Hiyo ndio Iran inaonekana kuwanyima usingizi Marekani pamoja na Israel. Katika uchambuzi wetu leo hii tunaye Ibrahim Rabi kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, anayeungana nasi kwenye mjadala huu. Rabi, karibu sana. Shukrani sana bwana Reni. Pengine awali ya yote Rabi, hebu tupe picha kwa sababu eneo la Oman, eneo la Falme za Kiarabu ni kati ya maeneo ambayo Iran iliyalenga. Imekuwa ni juma la namna gani katika kipindi hiki cha mashambulizi katika maeneo hayo mawili ambayo yote umepita? Ni kweli kabisa kuwa imekuwa vuta ni kuvuta eneo lote la Mashariki ya Kati. Hata huku tulioko sisi ni maeneo ambayo yamekuwa sehemu hasa ya target ya Irani. Si tu kwa kuzungumza, walituma ujumbe kwa nchi zote wa jirani ambazo zinahifadhi kambi za Marekani, wajulisha kuwa ikiwa mashambulizi yatatoka kuelekea kwenye ardhi zenu, basi na sisi tutajibu kuelekea huko, yani jiwe litaporushwa na ndio sisi tutalirudisha huko lilipo. Kwa hiyo tumeshuhudia wiki ya mashambulizi mengi, mashambulizi ya Irani ambayo yamepiga kambi nyingi za kijeshi za Marekani, mashambulizi ya Israel na Marekani ambayo yamepiga sana upande wa Irani, lakini mwanzo kabisa mashambulizi tumeona maafa makubwa kule Mina, ambapo shule ya watoto wadogo ilishambuliwa, na taarifa zinaonyesha kuwa waliyeshambulia shule hiyo ni vikosi vya Marekani ambao viliua watoto takriban 165. Sasa baada ya pale Irani ikafanya mfululizo wa mashambulizi katika maslahi ya Marekani eneo lote. Lakini katikati ya mashambulizi hayo tukashuhudia tena kuna kile ambacho kikaonekana kama kuna hila za makusudi zinapikwa kutoka sehemu nyingine, ambako Irani walikuwa kikanusha baadhi ya mashambulizi kuwa hawakuhusika wao. Mfano, kushambulia refinery ya Saudi Arabia, Irani walisema wao hawakuishambulia. Lakini pia kushambulia kituo cha gesi cha Qatar, hata hicho walisema hawakuhusika. Shambulizi lililopiga kwenye kambi ya Uingereza iliyopo Cyprus, Irani walisema hawakupiga, ambao ilithibitishwa na Wizara ya Mambo ya Nje ya Uingereza kuwa
droni zilizopiga kwenye kambi ya Uingereza kule Cyprus kutoka Iran. Halikadhalika shambulizi lililopiga kule Azerbaijan, Iran pia walikanusha, wakasema kuwa hawakuhusika kabisa na hilo shambulizi. Lakini pia baadhi ya mashambulizi mengine ambayo Iran wamedai kuwa hawakuhusika nayo, ikiwemo kombora lililorushwa kuelekea Uturuki ambalo mamlaka ya Uturuki ilisema walilipangua njiani. Pia Iran walisema hawakuhusika na hilo kombora. Kwa hiyo kumekuwa na vurugu kubwa sana. Ukiangalia nchi karibu zote zimevurugika. Huduma za anga karibu zimefungwa. Yani mimi nazungumza na wewe muda huu, kulikuwa kuna tangazo dogo la Dubai kuwa wangefungua uwanja wa ndege wa DXB kwa safari chache limited, yani, lakini taarifa ya muda mfupi uliopita ni baada ya droni kuonekana ziko kwenye anga hiyo. Basi mashambulizi ya droni yalipiga kwenye karibu na uwanja wa ndege, na safari zote zimefutwa na watu wameambiwa wasiende kwenye airport yoyote ya Dubai. Kwa hiyo ndio hali kwa hivyo. Kwa hiyo tunaona kuwa karibu miji mingi imesimama na airspace nyingi zimefungwa, na usafiri pekee umebaki kwa Mashariki ya Kati. Hapa ni kama miji miwili mitatu ambayo ndio inakuwa ikifanya kazi hivyo. Hasa mji wa Muscat unaonekana umekuwa kinara kabisa kwa usafirishaji, kwa sababu Riyadh imekuwa ikitoa, lakini na Riyadh imekuwa ikikabiliwa na mashambulizi. Kwa hiyo kuna kufunga anga mara kwa mara kwa Riyadh. Sasa imekuwa Omani ikitumia viwanja vyake vya ndege vitatu, ambavyo kiwanja cha Muscat International Airport ambacho kiko kwenye mji wa Muscat, lakini kiwanja kingine ni kile ambacho kiko umbali wa kilomita 200 kutoka Muscat, mji wa viwanda wa Sohar. Lakini kiwanja kingine kinachotumika ni mji wa pili kwa ukubwa katika nchi ya Omani ambao unafahamika kama Salala, upande wa pili ule Dhofar, maeneo ya Dhofari kule kilomita 1000 kutoka Muscat. Hivi viwanja vitatu ndio vimekuwa kama kiungo kikubwa cha usafiri waliokwama katika nchi nyingi ambao wanavuka kwa njia ya barabara kuingia nchi ya Omani na kuweza kusafiri kwenda kwenye nchi zao. Hiyo ndio hali iliyo kwa Mashariki ya Kati. Sawa Rabi, nakushukuru kwa kutupa hali halisi. Bahati nzuri umepita maeneo yote hayo ya Muscat kule Oman, lakini pia na sasa huko Umoja wa Falme za Kiarabu UAE. Miongoni mwa maeneo pia ambayo Iran imeyashambulia ni nchi ya Qatar. Na kutoka kule Qatar katika mji wa Doha tumezungumza na mmoja wa Tanzania ambao wanaishi kule ili atupe uhalisia wale ambao wameyapitia katika kipindi cha juma moja mpaka hivi sasa. Huyu ni Gaure Mdee ambaye ametushirikisha kwa ufupi walioyashuhudia na juma hili zima limekuwa la namna gani huko Doha, Qatar. Labda nikueleze kwamba kwa sasa hivi hali siwezi kulinganisha na Jumamosi mabomu yalivyoanza au makombora yalivyokuwa yanadondokea kutoka angani hapo akawa na ni serikali ilikuwa na dhibiti au jeshi lilikuwa na dhibiti, kwa sababu kwa kweli kwa kipindi kile tulikuwa tunapokea message asubuhi mapema kwamba msitoke nje, mchukue tahadhari, jaribuni kukaa mbali na maeneo ambayo yanaweza kawa na uwazi. Ni message wote tulipokea. Wewe una network, wewe una network, wewe mgeni ndani ya nchi, wewe sio mgeni, labda wewe ni mtu ambaye unaishi hapa au hauishi hapa. Messages zilikuwa zinaingia kwa sababu ni emergency message. Kwa kilichotokea ni kwamba mwanzoni tulikuwa tuelewe kwa nini, lakini baada ya muda tulisikia kwamba kuna mabomu yamerushwa kutoka ya missiles naitwa zilirushwa kutoka Iran, na serikali au jeshi la Qatar huku walikuwa wanadhibiti huko kwa angani. Ilikuwa kila baada ya nusu saa au lisaa unasikia yani kombora zinatoka juu, zinalipuliwa huko juu zinapotokea. Lakini kwa sasa hivi, kwa hizi siku ambazo zimepita karibia wiki sasa, idadi ya mabomu au kombora zilizokuwa zinarushwa zimepungua. Kwa ripoti ambazo napata sana kwa Watanzania ambao naongea nao na wasiana nao, kwa sababu pia kuna watu kutoka ubalozi hapa napata na wasiana nao, na unakuta yani kila mtu yuko salama. Na hata wafanyakazi wenzangu, kwa sababu mimi nafanya kazi hapa, wafanyakazi wenzangu pia wako salama. Wale ambao hawana haja kwenda kazini hawaendi kazini, na unakuta kwamba kuna sehemu ambapo ukipokea message zingine zinasema kabisa kwamba kama hakuna haja ya kwenda kazini usiende kazini. Kwa hiyo pia imekuwa ni kitu ambacho tunakishuhudia. Tumepata taarifa kutoka serikali, kutoka ubalozi wa Tanzania huku nchini Qatar kwamba kila kitu kiko salama. Tuendelee kufuata ushauri au tahadhari iliyotolewa na serikali ya Qatar kwa jinsi ambavyo unaweza
dhibiti, msitoke nje ovyo, angalia baadhi ya maeneo ambayo unatakiwa uende na baadhi ya maeneo ambayo unatakiwa mkae. Gaure Mdee miongoni mwa Watanzania ambao wako kule Doha, Qatar, na tumemsikia Rabi, wote wametupa picha halisi ya mambo ambayo yameshuhudiwa kwa juma zima. Sasa tuangalie mambo yanayojitokeza, na kwa sasa tuanze na kauli hii ya Waziri Mkuu wa Hispania ambaye ni Pedro Sanchez. Yeye ameonekana kugusa hisia za wengi baada ya kutoa msimamo wa taifa lake kumkatalia Marekani kuwa sehemu ya vita. Na miongoni mwa maneno yake ni kwamba anasema, kwanza, tunapinga kuvunja sheria ya kimataifa ambayo inatulinda sisi sote, hususan kwa wasio na nguvu ya kujilinda. Pili, hatutaki kudhani kwamba suluhisho pekee la kutatua matatizo ya dunia hii ni kwa njia ya mizozo na mabomu. Na la mwisho, hatutaki kurejea makosa ya awali. Kwa kifupi, msimamo wa Hispania unaweza kufupishwa kwa maneno matatu: hapana kwa vita. Huyu ni Waziri Mkuu wa Hispania Pedro Sanchez. Rabi, nini mapokeo yako katika hili kiuchambuzi kwenye siasa za kimataifa? Inabaki na kuonyesha ishara kuwa kuna viongozi wachache sana waliobaki duniani ambao wanaweza wakaitetea haki kwa uwazi. Tumeshuhudia nchi za EU. Unajua Hispania ni mwanachama wa EU. Nchi za EU kwenye hili swala, nchi nyingi zimekuwa upande wa Marekani na Israel, licha ya kufahamu kabisa kuwa kinachofanywa na Marekani na Israeli ni ukosefu au uvunjifu wa sheria za kimataifa kwa mujibu wa sheria tulizojiwekea za Umoja wa Mataifa. Lakini EU wameendelea kuunga mkono. Baadhi ya nchi nyingi za EU zinatoa usaidizi wa moja kwa moja kwenye hili na malengo yao yamekuwa hayo. Lakini haikunishangaza sana kwa Pedro Sanchez kulizungumza hili kwa sababu Pedro Sanchez amekuwa na tofauti kiasi kikubwa na serikali ya Marekani katika kipindi kirefu. Toka mzozo wa Gaza, Pedro Sanchez amekuwa ni mkosoaji mkubwa wa kile kilichofanyika kule Gaza. Mara kadhaa amekwanguana na serikali za Marekani. Usisahau kuwa wakati wa Rais Joe Biden, kwa amri yake alizuia meli mbili za Marekani kutia nanga kwenye pwani ya Hispania ambazo zilikuwa zimebeba silaha zikielekea Israel, na meli hizo zilienda kutia nanga kule Morocco. Na amekuwa hivyo hata Donald Trump alipokuja, aliingia kwa kutishia vikwazo kwa Hispania katika kipindi hiki, na Hispania wakasema ikiwa wanatetea haki wala hawajali vikwazo vyote vitavyokuwa. Lakini juzi pia Hispania si hilo, walizungumza kuwa hawataki ardhi yao au viwanja vyao vya ndege vitumike na Marekani dhidi ya Irani. Ikapelekea Donald Trump kutoa maneno makali zaidi kwa Hispania, akitishia kuvunja biashara zote, hata akimwagiza waziri wake wa uwekezaji Bessent kuwa angalia biashara zote na Hispania tuzifunge, na akawashutumu tena Hispania kuwa wamechelewa kutimiza ule mpango wa shirika wa NATO wa kuongeza pato 5% katika pato lao. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya hiyo. Kwa hiyo Hispania ni nchi ambayo naweza kufananisha na alichokuwa rais wa Colombia Pedro Gustavo, naye amekuwa ni rais wa namna hiyo ambaye wanaongea waziwazi. Lakini katika hili nimemwona hata waziri mkuu wa Canada McCain naye pia amelizungumza hili kwa nafasi yake kuwa haungi mkono hiki kinachotokea. Kuna nchi kama Uingereza, kama Ujerumani wanazungumza wazi kuwa kinachofanyika sio sahihi, lakini chini ya meza wao wote wanaunga mkono hatua zote zinazofanyika, huku wakitoa usaidizi wa kijeshi pia. Rabi, sasa kuna shinikizo ama matamanio ya watu kuona baada ya misuguano hii na kila fahari kutunisha pembe zake dhidi ya mwenzake, watu wanatamani kuona labda kuna nafasi ya mazungumzo, ingawa haionekani wazi nani ambaye anaweza kufanya mazungumzo. Lakini tumeona Rais Trump wa Marekani akisema kwamba yeye anataka Irani salimu amri bila masharti yoyote. Wakati huo huo, Irani wao wanasema hawaitaki nafasi ya mazungumzo kwa sababu mara kadhaa ambapo wamekuwa wakifanya hivyo wakiwa mezani wanageukwa na Marekani. Hii inatupeleka wapi? Bila shaka mimi na wewe tumekwisha yajadili sana hapo studio haya masuala ya ukosefu wa uaminifu. Ukiangalia toka ujio wa Donald Trump hii mara ya pili, alilazimisha mazungumzo na Iran. Na Irani awali kabisa walikuwa hawataki kabisa kuzungumza na Marekani katika kile ambacho Khamenei anasema kuwa hatuwezi kuzungumza na waongo wasioaminika. Sio kuwa kweli wanataka mazungumzo, isipokuwa wana ajenda zao nyingine. Ikapelekea Donald Trump akaandika barua kwa Khamenei kumuomba kuwa tunahitaji mazungumzo. Baadaye Irani wakashauriana, wakakubali kukaa kwenye meza ya mazungumzo, na vikao vikafanyika 5 Muscat, kikao kimoja kikafanyika kule Rome, Italia. Lakini wakati wa katikati ya mazungumzo Irani ikashambuliwa na Israel katika mpango wa Marekani. Yaani Marekani alikuwa anatangaza amani huku ameficha panga. Kwa hiyo Irani wakaona kuwa kama Marekani ilikuwa imemsaliti. Baada ya pale hawakutaka tena mazungumzo. Ikatokea shinikizo kubwa la kimataifa. Hata washirika wa nchi za Ulaya wakaishinikiza sana Irani. Vikwazo vikaongezwa maradufu. Nchi za E3, Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wakahakikisha wanarudisha vikwazo vya Umoja wa Mataifa, wanaenda
kuvipeleka upya, wakaweka vikwazo kila sehemu kuhakikisha Iran inarudi kwenye mazungumzo. Hatimaye Iran ikakubali kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Baada ya pale vikao vikafanyika Muscat na vikao viwili vikafanyika Geneva. Kwa mujibu wa taarifa iliyokuwa imetolewa na ofisi ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Omani, ofisi ya Waziri wa Mambo ya Nje wa Omani Badri Al-Busaidi, mazungumzo yalikuwa ni mazuri na yalikuwa yanaendelea vizuri. Na hata mazungumzo ya mwisho yaliyofanyika kule Geneva, tuliona Waziri wa Mambo ya Nje wa Omani akisafiri kwenda Marekani kukutana na Makamu wa Rais JD Vance kumweleza kile kinachoendelea. Lakini baada ya hapo tunaona kuwa shambulizi lililopikwa na Marekani na Israeli likimuua kiongozi mkuu wa Iran Khamenei na kuanzisha vita rasmi. Sasa Irani watakuwa na imani gani na hayo mazungumzo? Ndio maana unaona kuwa kuna kile ambacho Trump anakizungumza. Hatutaki, wameomba mazungumzo. Wenyewe wakasema hakujaomba mazungumzo. Baadaye anasema kuwa wameomba mazungumzo lakini ni too late. Jana anasema kuwa hatutokuwa na mazungumzo nao mpaka wajisalimishe. Nashangaa kuwa kelele zote zinatoka upande mmoja. Kwa nini anayepigwa hatoi mlio, ila anayepiga ndio anayetoa mlio, kwa mujibu wa vyombo vya habari? Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinaonekana kiko tofauti na Irani. Kama wangehisi kuwa tuko kwenye tishio kweli kweli la kuondolewa kwenye tishio, sidhani kama wangekataa fursa ya mazungumzo, lakini nadhani wanafahamu nini wanakifanya, na Marekani anafahamu nini anakifanya, ndio maana anawalazimisha wakae kwenye meza, kwa sababu anajua nini kinachokuja kutokea. Sawa. Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye mara nyingi tumezoea kuwa naye hapa studio, lakini sasa tunazungumza naye akiwa kule Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, na katika juma zima pia amekuwa kule Oman. Asante kwa kuendelea kusalia nasi na karibu katika mwendelezo wa kipindi cha Chekeche. Mimi ni Raymond Nyamwihula. Tunayo eneo la Mashariki ya Kati ambalo sasa limekuwa gumzo baada ya Marekani na Israel kuishambulia Iran. Iran nayo ikajibu mapigo katika takriban nchi 5 ambazo ni washirika wa Marekani. Tunaye Ibrahim Rahbi, mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye tunajadiliana naye hili. Lakini kabla kwenda kwa Rahbi hivi sasa, shirika la fedha duniani IMF kupitia kwa mkurugenzi wake mkuu lenye limeonya uwezekano wa athari za kiuchumi katika dunia nzima kutokana na huu mzozo unaoendelea katika eneo lenye utajiri mkubwa wa rasilimali. Tumsikilize mkurugenzi huyu wa shirika la IMF alafu tutarejea. Mgogoro huu ikiwa utakuwa wa muda mrefu zaidi, una uwezekano wa wazi wa kuathiri bei ya nishati duniani, mwenendo wa masoko ya hisa, ukuaji wa uchumi na mfumo wa bei, na kuweka mahitaji mapya kwenye mabega ya watunga sera kila mahali duniani. Tuko katika ulimwengu wa mishtuko ya mara kwa mara isiyotarajiwa, na tumekuwa tukiwaonya wanachama wetu kwa muda mrefu kutojihakikishia hali nzuri ya uchumi katika wakati kama huu wa sasa. Kristalina Georgieva, yeye ni mkurugenzi mkuu wa shirika la fedha duniani IMF, na tayari athari zinaonekana. Iran ilionya kwamba katika eneo la mlango bahari wa kimkakati wa Hormuz meli zisikatize, na miongoni mwa kampuni kubwa za meli hapa duniani, kampuni ya Maersk hivi karibuni imetangaza kusitisha safari zake katika baadhi ya maeneo, hususan meli ambazo zinasafirisha mizigo kutoka eneo la Mashariki ya Kati kuelekea Ulaya, lakini pia kutoka eneo la Mashariki ya Mbali kuelekea Mashariki ya Kati. Rahbi, hii tafsiri yake ni nini kwa dunia nzima kwa kitendo kama hiki? Bila shaka kila kitu kilikuwa kiko wazi sana na kilifahamika vizuri sana, ukichukulia kuwa wazalishaji wakubwa wa nishati wanatoka hapo Mashariki ya Kati. Ili eneo nililopo mimi ni kilomita chache tu kufika kwenye mfereji wa Hormuz huko. Sasa tunafahamu kile walichokisema Iran, lakini taarifa ya leo iliyotolewa na waziri wa mambo ya nje wa Iran akizungumza na vyombo vya habari vya Magharibi, amesema kuwa hawajaufunga mfereji wa Hormuz. Inakuwa ni tofauti ambayo ni kauli ambayo inatofautiana kidogo na kauli iliyotolewa na kamanda wake wa IRGC Ibrahim Jabari siku 3 zilizopita kuwa walikuwa wameufunga mfereji wa Hormuz. Sasa Iran wanasema hawajafunga mfereji, lakini wanatathmini meli gani zinapaswa kupita hapo, na meli zitazopita hapo ni zile ambazo zitakuwa na idhini ya kwao. Kwa hiyo unaweza ukaona kuwa tishio ni lile lile, kwa sababu tayari wanagusa maslahi ya Magharibi yote. Mfereji wa Hormuz una athiri moja kwa moja nchi nyingi. Tayari tumeona Qatar alisimamisha uzalishaji usambazaji wa gesi Ulaya, ikapelekea mfumuko mkubwa juu ya 50% gesi Ulaya ilipanda kweli kweli, mpaka Ulaya wakaanza mazungumzo na Urusi katika kipindi hiki, na hii ilipelekea baada ya shambulizi zilizopiga kwenye nishati yake. Lakini Saudi Arabia ambaye hutumia mlango wa Hormuz kwa zaidi ya 35% ya mafuta yake, huyu ndio msambazaji mkubwa zaidi wa mafuta duniani. Kwa hiyo kuna athari ya usambazaji, na usisahau kuwa Saudi Arabia pia alitangaza kuwa amefunga kiwanda chake kile cha Ras Tanura ambacho kilipigwa na drone, pia alikuwa amefunga uzalishaji. Lakini taarifa ya jana ni kuwa Kuwait wamesimamisha kabisa uzalishaji wote, kwa sababu
hawana storage, hawana sehemu ya kuhifadhi mafuta kwa sababu njia yao ni Hormuz, hawawezi kupita. Halikadhalika Iraq anatumia mfereji wa Hormuz kwa zaidi ya 85% ya mafuta yake yanapita hapa, na yeye sasa manake hawezi kupita kwa sababu mafuta yake mara nyingi yatakuwa yanakwenda kwenye nchi ambazo Irani zitakuwa na maslahi, yani maslahi ya Marekani, kwa sababu unajua biashara ya Iraki inasimamiwa na Marekani, kwa hiyo ni maslahi ya Marekani, kwa hiyo unaweza ukaona hakuna. Halikadhalika UAE mafuta yake ni zaidi ya 20% yanapita kwenye mfereji wa Hormuz. Hii ni moja ya athari ambayo tumeiona hata huko nyumbani. Tayari tunaona bei ya mafuta imepanda takriban shilingi 150 kwa petroli na kwa mwezi huu, na shilingi kama 76 au 78 kwa diesel. Tayari hiyo imeanza, lakini hili tumeliona pia Ulaya. Masoko ya Ulaya yamefunga vibaya na masoko ya hisa yametikisika, lakini masoko ya nishati pia yamepanda kwa gharama kubwa. Bei ya petroli kwenye soko la dunia ilipanda kwa 13% kutoka 78 wakati wa mzozo mpaka hesabu ya jana ilikuwa juu ya dola 90, kutoka dola 78 mpaka dola 90 kwa pipa, na inatarajiwa ikiwa mzozo utazidi kwa wiki moja tunaweza tukashuhudia bei ya petroli itafika dola 100, juu ya 100 kwenye kwa crude inavyokuwa. Kwa hiyo hii ndio athari ambayo inaonekana kuwa itaikabili dunia moja kwa moja, lakini kauli iliyotolewa jana na Qatar inasema kuwa ikiwa hali itaendelea itawafanya wazalishaji wa mafuta hapa Ghuba wasimamishe kabisa usambazaji wa mafuta, manake kuwa ni tishio jingine kubwa kabisa la ulimwengu ikiwa wataamua kusitisha kabisa. Sasa lazima bei zipande kwa sababu 35% mfano ya Saudi Arabia ambayo ilikuwa ikizalishwa ambayo inapita Hormuz, hivi sasa Saudia wamebadili njia kutoka Hormuz wanapitishia kule Yambu, kwa sababu Saudi Arabia na bahari mbili, atapita kwenye bahari Nyekundu. Sasa tayari gharama ya usafirishaji wa mafuta ambayo yanatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, Saudi Arabia ni nchi kubwa sana. Sasa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine tayari yanaongeza gharama ya uzalishaji. Maana yake kuwa mafuta haya yakifika sokoni tayari hayatauzwa katika bei ile ile iliyopo. Lakini hofu nyingine tu kuwa bahari Nyekundu na yenyewe ni bahari ambayo haiko salama sana, hasa washirika wa Irani kama wataingilia Wahuthi wa Yemen na kuamua kufanya doria kwenye hiyo bahari pia. Maana yake unaiona athari ya uchumi wa dunia ni moja kwa moja inaingia. Sawa sawa. Rabi, kwa sababu ya muda tutaangalia mambo mawili kwa jinsi muda ambavyo utaturuhusu na dakika chache zilizosalia. Nchi za Ghuba zinaonekana zinaathiriwa na hii hali inayoendelea. Marekani inakuwa salama kiasi gani ikiwa naye pia ni mshirika wao? Tayari tumeona watu walioko Marekani wanatupasha kuwa bei ya mafuta Marekani imepanda kweli, na tishio kubwa la Marekani linakuwa ni uwekezaji. Unajua uchumi wa Marekani wa hivi sasa jinsi alivyougeuza uchumi wake umekuwa ni uchumi wa kiteknolojia zaidi na uwekezaji mkubwa kwenye masuala ya AI, lakini wawekezaji wakubwa wa fedha nyingi kwenye huo uchumi wa Marekani ni hawa wazalishaji wa mafuta waliopo hapa Mashariki ya Kati. Unakumbuka ziara iliyomleta Mashariki ya Kati Donald Trump hivi karibuni, ilimuondoa akiwa na mikataba minono kabisa ya matirioni ya dola, lakini hawa wote wanategemea uzalishaji, wasambaze mafuta, wauze, wapate, wakafanya uwekezaji kwa Marekani. Sasa pale wanapostop uzalishaji unaweza ukahisi kuwa nini kinaenda kutokea kwa upande wa pili wa Marekani na hawa. Lakini pia athari tu si upande wa pili wa Marekani, lakini hata athari ambayo inawakumba wao moja kwa moja. Nimekuwa nikitoa mfano mathalan nchi ambazo zimekuwa zikitegemea zaidi biashara za nje kama UAE ambayo inategemea zaidi ya watu kutoka nje. Mashirika yake makubwa ya ndege yamesimamisha safari kabisa, na unazungumza wiki nzima ambayo hasara inagonga. Lakini hapo unaona kuwa nchi kama Qatar na yenyewe ambayo ina shirika kubwa la ndege na yenyewe imesimamisha safari zake. Kwa hiyo athari kubwa ya wawekezaji wakubwa wa Marekani ambayo inatokea hapo. Lakini Marekani kwa tathmini ya ndani ya Marekani inaonekana kuwa gharama za vita za Marekani tayari zinaikosti karibu dola bilioni 1 kwa siku. Sambamba na Israeli ambayo gharama ya vita kwa siku inakosti kama dola milioni 890, karibu milioni 900 ambao wanatumia kwa siku. Israeli anategemea fedha kutoka Marekani kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya kufadhili miradi yake kwa ajili ya lolote. Marekani anategemea fedha kutoka kwa wazalishaji kama hawa Waarabu ambao ndio wafanya biashara wakubwa wanauza mafuta. Sasa Waarabu hawafanyi tena biashara na kila kitu hakiendi. Unaweza ukaelewa kijacho huko mbele ni nini kinachokuja. Sawa sawa. Rabi, kwa ukubwa huu wa athari ambazo umetueleza, pengine kwa ufupi tuambie, na mtu anaweza kana juzi sasa katika mazingira kama haya, nini kinaweza kufanyika? Hakuna njia yoyote inaweza ikafanyika hivi sasa. Nadhani busara pekee ya Iran inaweza ikaamua hiki. Nimekuwa nikikaa na wewe hapo ninakwambia kuhusu mgogoro wa Urusi na Ukraine kuwa Marekani hana uamuzi wa kumaliza vita Urusi na Ukraine, kwa sababu huwa ninasema button ya vita iko Moscow. Ni sawa na huu mgogoro uliopo hivi sasa. Marekani hawezi kuamua vita itakwisha lini. Nadhani button ya hii vita iko Teherani pia.
wa Irani ndio wataamua kuwa tunamaliza vita lini, kwa wakati gani, kwa sababu tumeona Marekani akiomba msaada wa mifumo ya ulinzi wa anga ambayo hata aligawa kwenye nchi zingine kama Korea Kusini na kule Japani iletwe hapa, lakini ameomba wataalamu wa drone kutoka Ukraine waje kumsaidia kupambana na drone za Irani ambazo zimekuwa zikiwasumbua sana. Kwa hiyo tusubiri kuwa Irani wataamua kuswitch batani yao wakati gani wazime na wakati gani wawashe. Nakushukuru sana kwa nafasi yako na kwa uchambuzi ambao umetupatia katika kipindi hiki. Naam, Ibrahim Rahbi ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye katika juma hili la kwanza la mapigano yanayoshuhudiwa katika eneo la Mashariki ya Kati amekuwa kwenye nchi za Oman pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu. Asante sana kwa nasi, tukutane katika wakati mwingine kwa sababu mjadala huu bado ni endelevu. Mimi ni Raymond Nyambihula na hii ni Chekeche, uchambuzi wa diplomasia na siasa za kimataifa.